Bana, mambo vipi? Na tumaini uko poa sana, na kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba unaendelea kusubscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Ligi kuu Tanzania bara, hususani kwenye nafasi ya kuelekea ubingwa. Taswira halisi tayari tumeshuhudia kwa siku ya jana, moja kati ya dabi ambayo ilikuwa ni bora haswa, lakini kwenye kiwanja ambacho kidogo ilikuwa inaonekana na changamoto za hapa na pale kutokana na namna ambavyo pia mvua zilinyesha, lakini haikuathiri kitu. Kwa asilimia kubwa tulishuhudia mechi ambayo ni bora katika vipindi vyote viwili. Dabi ya Kariakoo ilikuwa ni bora sana kwa upande wa Simba, lakini pia ikawa ni bora kwa upande wa Young Africans kulingana na matukio namna ambavyo yalikuwa kwa siku ya jana. Simba mapema sana kipindi cha kwanza, katika dakika ya pili wanapata bao la kwanza, na dakika 9 mchezo wanapata bao la pili kupitia kwa mwamba Lusaka Clatous Chota Chama, bao la kwanza likifungwa na Alibase Ge. Lakini namna ambavyo bao la pili lilifungwa, hakika Clatous Chota Chama mwamba Lusaka anastahili pongezi kubwa sana kwa kazi ambayo alifanya. Mpango mzima wa bao, namna ambavyo alivyotengeneza, akaweka pasi kwa Elie Mpanzu, lakini mwisho wa siku akaenda yeye mwenyewe tena kuchukua kupokea tena assist ya Elie Mpanzu, na hatimaye akafunga mpira ule katika staili nzuri kabisa. Djigui Diarra kuamini kile ambacho kilitokea, tunaweza kusema kwamba ni miongoni mwa bao bora kabisa kwa msimu huu. Pengine linaweza likawa bao bora kutokana na namna ambavyo mchezaji alifanya tukio, namna ambavyo alifanya setup ya kwenda kufunga ile bao. Lakini Young Africans waliruhusu mabao ya mapema, lakini haikuweza pia kuwatoa mchezoni na hatimaye walirejea vizuri, wakaja na comeback nzuri kabisa, wakasawazisha mabao yote mawili. Dakika 17 Prince Dube akaja kafunga bao la kwanza la Young Africans, na hatimaye mabao yakafikia matatu mpaka dakika 17. Tayari tukawa tumeshashuhudia mabao matatu yametinga wavuni, na hatimaye mpaka dakika 45 ya kipindi cha kwanza tukashuhudia timu zote mbili zinakwenda mapumziko, kwa Simba wakiwa wako kifua mbele kwa mabao 2-1. Kipindi cha pili kunako dakika ya 50 Bakari Nondo Mwamnyeto anaiandikia Young Africans bao la pili, ambalo lilikuwa ni bao la kusawazisha katika mchezo wenyewe. Hapa tunawapongeza Young Africans kwa namna ambavyo walifanikiwa kulevel scoreboard bao lenyewe kwa siku ya jana, namna ambavyo walikuwa na press Simba wakipitia katikati, lakini pia wakiwa na machaguo ya kupita pembeni. Yote kwa yote ni msako ambao Young Africans waliufanya kuhakikisha kwamba wanasawazisha bao na hatimaye waweze kupata la ushindi, lakini japo la ushindi lilishindikana, lakini kupata sare ili kwamba tayari walikuwa wamesharuhusu mabao mawili ni jambo la furaha kwao na ni jambo la pongezi kwao, maana kwamba wameendelea kulitengeneza lile gap la pointi 5, tofauti na namna kama endapo wangeruhusu kupoteza mchezo wenyewe, basi walikuwa wamejitengenezea mazingira magumu ya kuelekea ubingwa, maana kwamba gap la pointi 5 bado Young Africans wako sehemu nzuri kuelekea kuutetea ubingwa wao wa mwaka 2025-26. Pengine inahitaji miujiza kuona Young Africans wanapoteza ubingwa kwa msimu kutokana na gap ya point, lakini pia kutokana na idadi ya mechi na kutokana na tayari wameshamalizana na mpinzani wao mkubwa ambao ni Simba Sports Club, na tumeona wamefanikiwa kuchukua pointi 2 kwao, lakini Simba nao pia wamefanikiwa kuchukua pointi 2 kwao, maana mechi zote mbili zikimalizika sare, hawa wameshamalizana. Sasa Young Africans wao wanachokifanya ni wanatazama tu kuangalia namna gani ya kuwafesi ya wapinzani wengine ni wadogo wengi kuweza kuhakikisha kwamba wanakusanya alama. Mechi ngumu ambayo Young Africans wamebakia nao na mpinzani ambaye tunasema kwamba ni mgumu kidogo ni Azam FC, ambaye naye ni moja kati ya timu ambayo ni ngumu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo hapo ndo kazi wapo nayo Young Africans, na ukiangalia na hizi timu nyingine kwa asilimia kubwa Young Africans msimu huu ana uwezo wa kutetea ubingwa. Tutazame namna ambavyo pia matukio yalivyokuepo katika mchezo wa siku ya jana, dabi ya Kariakoo.
waamuzi kutoka Morocco walichezesha mchezo vizuri kabisa kwa asilimia kubwa. Kuna namna ambavyo walifanikiwa, japo kwenye baadhi ya matukio na zile movement za mpira kutokana na madhambi ambayo walikuwa wanatendewa katikati ya uwanja, zile faulu, bado kuna namna ambavyo tulishuhudia waamuzi hao wakawa si bora kama ilivyokuwa kwa ule Mkenya ambaye alichezesha kwenye ile michuano ya Muungano Cup, ile finali kati ya Simba pamoja na Young Africans. Matukio kivipi? Kuna faulu zilikuwa zinachezwa, unaona kabisa mwamuzi alikuwa na uwezo wa kuacha advantage, kwa sababu timu ambayo imechezewa faulu tayari bado iko kwenye umiliki wa mpira. Alipaswa kuacha baadhi ya matukio, lakini tukashuhudia akiwa anapiga filimbi, mara anatoa kadi. Una sehemu nyingine ambao unaona kabisa hii mwamuzi alipaswa kuiachia, lakini ndio hivyo tena akawa anapuliza kipenga, kitu ambacho kidogo iliharibu ladha ile ambayo ni bora, japokuwa sio mbaya sana. Lakini tukio ambalo Simba wamenyongwa ni lile tukio la Libase Gay pamoja na goalkeeper Djigui Diarra. Ukweli namna ambavyo lile tukio lilivyokuepo na namna ambavyo Djigui Diarra amelicheza lile tukio, Simba hapa wamenyongwa. Simba walistahili kwa penalti, na nadhani tukio lilikuwa ni katika dakika ya 89, maana kwamba kwenye zile dakika pengine Simba wangepata ile penalti, ilikuwa ni bao la 3 walikuwa wanakwenda, wangefanikiwa labda kupata bao la 3 na pengine ingeweza kuwapa ushindi katika mchezo wa siku ya jana, na kama wangeweza maintain tungezungumza wangefanikiwa kupata alama 3 ambazo zingeweka gap ya pointi 2. Hivyo Simba kwa siku ya jana kwenye lile eneo mwamuzi kidogo kama akuwatendea haki. Hapa tunasema kwamba mwamuzi alinyonga Simba. Dabi imemalizika. Kikubwa tukio kama hilo ni matukio ambayo yanatokea kwenye soka. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kufuatilia ladha ya ligi kuu Tanzania bara, japokuwa tayari bingwa anaonekana ni Young Africans kwa asilimia kubwa, kwa mazingira ambayo tayari yapo. Mengine tunaachia mpira nao pia uamue, maana mpira nao pia na matokeo yake ya kikatili. Kwa namna ambavyo ligi ilivyo, namna ambavyo pia ukitazama msimamo kwa timu ambazo zipo chini, kuna timu ambazo tunajua tayari zinapitia wakati mgumu kama KMC na timu nyingine kama Tanzania Prison. Sasa na zenyewe pia tutasubiri kuweza kuona mwishoni wa msimu mambo yatakuwaje. Hakikisha una subscribe channel hii. Bye bye. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Poleni wana Msimbazi kwa kutoa sare, maana mechi mpaka dakika 10 ilikuwa ni yenu.